Je, dunia iko karibu kuingia katika vita vikubwa zaidi tangu vita baridi? Mgogoro kati ya Iran, Israeli na Marekani unaweza kubadilisha kabisa historia ya dunia. Lakini ukweli wa mgogoro huu ni tofauti kabisa na unavyosikia kwenye habari. Ikiwa vita kamili vitazuka kati ya Iran na Israeli, dunia itakuwa tayari kwa athari zake? Na je, mgogoro huu unaweza kuwa mwanzo wa vita vikubwa zaidi katika historia ya kisasa? Katika karne ya 21 kuna migogoro mingi duniani, lakini wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa wanakubaliana kuwa moja ya migogoro yenye hatari kubwa zaidi kwa usalama wa dunia ni ule unaohusisha Iran, Israeli na Marekani. Mgogoro huu si wa leo wala wa jana. Ni mgogoro uliokuwa pole kwa miongo kadhaa. Ni mgogoro unaochanganya dini, siasa, ushawishi wa kikanda, rasilimali za nishati na teknolojia ya kijeshi duniani. Katika Mashariki ya Kati, kila hatua inayochukuliwa na taifa moja inaweza kusababisha athari kubwa kwa dunia nzima. Kwa mfano, bei ya mafuta hupanda, masoko ya fedha hutetemeka, migogoro mipya hutokea, na wakati mwingine dunia huingia katika hatari ya vita vikubwa. Lakini swali kubwa ni hili: mgogoro huu ulianzia wapi? Na kwa nini Iran na Israeli ni maadui wakubwa? Na kwa nini Marekani imekuwa upande wa Israeli kwa nguvu kubwa? Ili kuelewa haya yote, lazima turudi nyuma katika historia. Chanzo kikubwa cha mgogoro kati ya Iran, Marekani pamoja na Israeli kinaanza mwaka 1979 wakati wa tukio muhimu sana katika historia ya Mashariki ya Kati, Iran Revolution. Kabla ya mapinduzi haya, Iran ilikuwa chini ya utawala wa mfalme aliyeitwa Mohammad Reza Pahlavi. Shah huyu alikuwa mshirika mkubwa wa Marekani, mshirika wa Israeli, na alifuata sera za Magharibi. Katika kipindi hicho, Iran na Israeli zilikuwa marafiki. Marekani ilikuwa na ushawishi mkubwa sana ndani ya Iran. Lakini hali hii ilibadilika ghafla kufika mwaka 1979. Wananchi wa Iran waliinuka dhidi ya utawala wa Shah wakiongozwa na mwanazuoni wa Kiislamu aliyeitwa Ruhollah Khomeini. Mapinduzi haya yaliangusha utawala wa Shah na kuanzisha serikali mpya ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tangu wakati huo, mambo matatu makubwa yalitokea. Moja, Iran ilianza kupinga sera za Marekani duniani. Mbili, Iran ilianza kuona Israeli kama adui mkuu. Tatu, Iran ilianza kujiona kama kiongozi mkuu wa upinzani dhidi ya ushawishi wa Magharibi katika eneo la Mashariki ya Kati. Ndipo mwanzo wa uadui mkubwa ulipoanza. Baada ya mapinduzi ya Iran, viongozi wa Iran walitangaza wazi kuwa hawatambui uwepo wa taifa la Israeli. Kwa taifa la Iran, Israeli inaonekana kama kituo cha ushawishi wa Magharibi, tishio kwa Waislamu wa Mashariki ya Kati na mshirika mkubwa wa Marekani. Kwa upande wa Israeli, Iran imeonekana kuwa tishio kubwa kwa sababu kadhaa. Moja, Iran ina idadi kubwa ya watu na nguvu ya kijeshi. Mbili, Iran ina mpango wa teknolojia ya nyuklia. Tatu, Iran inaunga mkono makundi ya kijeshi yanayopingana na Israeli. Makundi hayo ni pamoja na Hezbollah huko Lebanon, Hamas huko Gaza. Kwa Israeli, haya ni makundi ya kigaidi, lakini kwa Iran, makundi haya ni sehemu ya kile kinachoitwa Axis of Resistance, muungano wa nguvu zinazopinga Israeli na ushawishi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika mgogoro huu, Marekani imekuwa mshirika mkubwa wa Israeli kwa miongo kadhaa. Marekani hutoa msaada mkubwa kwa Israeli, ikiwemo misaada ya kijeshi, teknolojia za silaha, msaada wa kifedha na ulinzi wa kisiasa katika taasisi za kimataifa. Kwa mfano, kila mwaka Israeli hupokea msaada wa kijeshi wa mabilioni ya dola kutoka Marekani. Hii inaifanya Israeli kuwa na teknolojia ya kijeshi ya hali ya juu sana katika eneo la Mashariki ya Kati. Iran kwa upande wake inaona hali hiyo kama jaribio la Marekani kudhibiti Mashariki ya Kati na kulinda maslahi ya Magharibi katika mafuta na siasa za eneo hilo. Ndiyo maana Iran imekuwa ikijaribu kupanua ushawishi wake katika nchi kama Syria, Iraq, Lebanon na Yemen. Hatua hizi zimeongeza mvutano mkubwa sana kati ya Iran, Israeli na Marekani. Kwa miaka mingi, Iran na Israeli hawajapigana vita vya moja kwa moja. Badala yake, wamekuwa wakipigana kile kinachoitwa vita vya kivuli. Hii inajumuisha mashambulizi ya siri, ujasusi, mashambulizi ya mtandao
na mashambulizi kupitia washirika wao. Mfano mmoja mashuhuri ni mashambulizi ya mtandao yaliyolenga mpango wa nyuklia wa Iran kwa kutumia virusi vya kompyuta vinavyojulikana kama Stuxnet. Virusi hivi viliharibu mitambo ya nyuklia ya Iran. Wachambuzi wengi wanaamini vilitengenezwa kwa ushirikiano wa Marekani na Israeli. Iran nayo ikafanya shambulio la kimtandao dhidi ya mabenki, vituo vya kijeshi na taasisi za serikali ya Israeli. Tatizo kubwa katika mgogoro huu ni uwezekano wa vita vikubwa kutokea. Ikiwa vita vya moja kwa moja vitazuka kati ya Iran na Israeli, kuna uwezekano mkubwa wa kwamba Marekani itaingia vitani, makundi washirika wa Iran yatahusika, na Mashariki ya Kati yote inaweza kuingia katika vita. Hii inaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kusambaratika kwa biashara ya kimataifa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Katika siasa za kimataifa, mataifa makubwa mara nyingi huepuka kupigana vita moja kwa moja, badala yake hutumia kile kinachoitwa vita ya wakala ama proxy war. Katika mgogoro wa Iran na Israeli, vita hivi vimekuwa sehemu kubwa ya mkakati wa kijeshi kwa miaka mingi. Iran imejenga mtandao wa washirika katika Mashariki ya Kati ambao wanaweza kupambana na Israeli bila Iran kuingia moja kwa moja vitani. Makundi haya ni pamoja na Hezbollah nchini Lebanon, Hamas katika ukanda wa Gaza na makundi ya wanamgambo ndani ya Iraq na Syria. Kwa Israeli, makundi haya yanawakilisha tishio la pande nyingi. Kwa mfano, Hezbollah ina makombora makumi ya maelfu, Hamas imekuwa ikirusha roketi kuelekea Israeli mara kwa mara. Houthi wameanza kushambulia meli katika Bahari Nyekundu. Hii ina maana kwamba Israeli inaweza kushambuliwa kutoka kaskazini, kusini, mashariki na hata baharini. Moja ya sababu kubwa zaidi ya mvutano kati ya Iran na Israeli na Marekani ni mpango wa nyuklia wa Iran. Iran inasema kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya amani kama vile uzalishaji wa umeme, tafiti za kisayansi na matumizi ya kimatibabu. Lakini Israeli na Marekani wanaamini kuwa Iran inaweza kuwa inajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Israeli ina hofu kubwa sana kuhusu hili, kwa sababu kama Iran itakuwa na silaha za nyuklia, mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati inaweza kubadilika kabisa. Mwaka 2015 kulikuwa na makubaliano ya kihistoria yanayojulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action. Makubaliano haya yalifikiwa kati ya Iran na mataifa makubwa duniani. Lengo lilikuwa kupunguza mpango wa nyuklia wa Iran kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Lakini mwaka 2018 Rais wa Marekani Donald Trump aliamua kujiondoa katika makubaliano hayo. Hatua hiyo ilisababisha mvutano kuongezeka tena kwa kasi kubwa. Ili kuelewa hatari ya mgogoro huu, ni muhimu kuchunguza nguvu za kijeshi za pande zote mbili. Israeli ni moja ya mataifa yenye jeshi lenye teknolojia ya juu zaidi duniani. Ina ndege za kisasa kama F-35 Lightning II, mfumo wa ulinzi wa makombora unaoitwa Iron Dome, satelaiti za kijeshi na uwezo mkubwa wa ujasusi. Wachambuzi wengi wanaamini pia Israeli ina silaha za nyuklia, ingawa haijawahi kuthibitisha rasmi. Kwa upande mwingine, Iran ina jeshi kubwa sana kwa idadi ya wanajeshi, lakini mkakati wake mkuu unategemea makombora ya masafa marefu, ndege zisizo na rubani, vita vya baharini katika Ghuba ya Uajemi na makundi washirika katika eneo la Mashariki ya Kati. Iran pia imewekeza sana katika teknolojia ya makombora ya ballistic ambayo yanaweza kufika Israeli. Katika mgogoro huu, mataifa mawili makubwa pia yanaangalia kwa karibu sana: taifa la Urusi na China. Urusi ina uhusiano wa karibu na Iran hasa katika vita vya Syria. Iran imeisaidia Urusi pia katika vita vya Russia invasion of Ukraine kwa kuipatia droni za kijeshi. China kwa upande wake na maslahi makubwa ya kiuchumi katika Mashariki ya Kati. China inanunua kiasi kikubwa sana cha mafuta kutoka Iran. Kwa hiyo China haipendi kuona mgogoro mkubwa unaoweza kuvuruga biashara ya nishati duniani. Ikiwa vita vikubwa vitatokea kati ya Iran na Israeli, athari kwa uchumi wa dunia zinaweza kuwa kubwa sana. Sababu kuu ni mafuta. Mashariki ya Kati huzalisha sehemu kubwa ya mafuta duniani, na njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ni Strait of Hormuz. Takriban asilimia kubwa ya mafuta ya dunia hupita katika eneo hili. Ikiwa Iran itaamua kufunga njia hii wakati wa vita, bei ya mafuta inaweza kupanda sana, uchumi wa dunia unaweza kuingia katika mdororo, gharama za maisha zinaweza kupanda duniani kote. Watu wengi Afrika wanaweza kufikiria mgogoro huu uko mbali na wao,
lakini ukweli ni kwamba athari zake zinaweza kufika barani Afrika haraka sana. Nchi nyingi za Afrika hutegemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Ikiwa bei ya mafuta itapanda, gharama za usafiri zitapanda, bei ya chakula itaongezeka, uchumi unaweza kuzohofika. Kwa nchi zinazoendelea kama Tanzania, Kenya na Nigeria, athari hizi zinaweza kuwa kubwa sana kwa wananchi wa kawaida. Baadhi ya wachambuzi wa kimataifa wanaonya kuwa mgogoro huu unaweza hata kusababisha vita vikubwa zaidi duniani, kwa sababu mataifa mengi yanaweza kuhusika: Marekani upande wa Israeli, Irani na washirika wake, Urusi na China kwa njia zisizo za moja kwa moja. Hii inaweza kusababisha mgogoro mkubwa unaoweza kuathiri dunia nzima. Swali kubwa ambalo wachambuzi wengi wanauliza ni, je, mgogoro huu utaishia wapi? Kuna uwezekano kadhaa wa kuisha kwa mgogoro huu. 1. Vita kamili kati ya Iran na Israeli. 2. Kuendelea kwa vita vya wakala. 3. Makubaliano ya kisiasa kupitia diplomasia. 4. Kuibuka kwa usawa mpya wa nguvu katika Mashariki ya Kati. Lakini kwa sasa hali bado ni tete sana, na kila tukio jipya linaweza kubadilisha mwelekeo wa mgogoro huu. Moja ya silaha kuu zinazotegemewa na Iran katika mkakati wake wa kijeshi ni makombora ya ballistic. Kwa sababu Iran haina jeshi la anga lenye teknolojia ya hali ya juu kama Israeli, Iran imewekeza sana katika makombora ya masafa marefu, droni za kivita na makombora ya baharini. Baadhi ya makombora maarufu ya Iran ni Shahab-3 missile, Sejil missile na Khorramshahr missile. Makombora haya yana uwezo wa kufika Israeli. Hii ina maana kwamba hata kama Iran iko mbali kijiografia, bado inaweza kushambulia Israeli kwa umbali wa zaidi ya kilomita 1500. Iran pia imejenga mtandao mkubwa wa droni za kivita ambazo zimekuwa silaha muhimu sana katika vita vya kisasa. Kwa upande wa Israeli, nchi hiyo imejenga moja ya mifumo bora zaidi ya ulinzi wa anga duniani. Mfumo huu una tabaka kadhaa za ulinzi. Tabaka la kwanza ni Iron Dome. Mfumo huu umeundwa kuharibu roketi za masafa mafupi zinazorushwa kutoka Gaza au Lebanon. Tabaka la pili ni Davis Sling. Mfumo huu unalenga kuharibu makombora ya masafa ya kati. Na tabaka la juu zaidi ni Arrow Missile Defense System. Mfumo huu umeundwa kuharibu makombora ya ballistic yanayokuja kutoka umbali mkubwa kama Iran. Mfumo huu wa tabaka nyingi umeifanya Israeli kuwa na uwezo mkubwa wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya makombora. Mgogoro wa Iran na Israel hauko katika nchi mbili tu. Ni mgogoro unaohusisha mtandao mzima wa nguvu katika Mashariki ya Kati. Upande wa Iran unawashirika katika maeneo mbalimbali: Hezbollah nchini Lebanon, Hamas katika ukanda wa Gaza na Houthi nchini Yemen. Washirika hawa wanaweza kuishambulia Israeli kutoka pande tofauti. Kwa upande wa Israeli, inaungwa mkono na United States, baadhi ya nchi za Kiarabu kama United Arab Emirates na Saudi Arabia kwa kiwango fulani cha ushirikiano wa kimkakati. Hii inaonyesha kuwa mgogoro huu ni kama mtandao wa vita unaoweza kuhusisha nchi nyingi sana. Moja ya sababu zinazofanya dunia yote ifuatilie mgogoro huu kwa makini ni suala la nishati. Mashariki ya Kati na sehemu kubwa sana ya mafuta ya dunia, na njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta ni Strait of Hormuz, lango kuu la bahari ya Hormuz. Kila siku mamilioni ya mapipa ya mafuta hupita katika eneo hilo. Ikiwa vita vitazuka na Iran ikaamua kufunga njia hii, usafirishaji wa mafuta unaweza kusimama, bei ya mafuta inaweza kupanda sana na uchumi wa dunia unaweza kuyumba. Migogoro mikubwa ya kijeshi huwa na athari kubwa sana kwa masoko ya fedha duniani. Ikiwa vita vitazuka, soko la hisa linaweza kushuka, thamani ya sarafu inaweza kubadilika na wawekezaji wanaweza kuogopa kuwekeza. Kwa kawaida katika hali ya migogoro mikubwa, wawekezaji hukimbilia mali salama kama dhahabu, dola ya Marekani na dhamana za serikali. Hii inaweza kusababisha mabadiliko makubwa katika mfumo wa fedha duniani. Swali ambalo watu wengi wanajiuliza ni hili: ikiwa vita kama hivi vitazuka kati ya Iran na Israeli, nani anaweza kushinda? Jibu la swali hilo sio rahisi. Israeli ina faida kubwa katika teknolojia ya kijeshi, jeshi la anga na ujasusi. Lakini Iran ina faida katika ukubwa wa nchi, idadi ya watu na mtandao wa washirika katika eneo la Mashariki ya Kati. Ikiwa Marekani itaingia moja kwa moja vitani upande wa Israeli, mizani ya nguvu inaweza kubadilika sana. Lakini hata hivyo,
Vita kama hivyo vinaweza kuwa na gharama kubwa kwa pande zote. Licha ya mvutano mkubwa uliopo, wataalamu wengi wa diplomasia wanaamini kuwa bado kuna nafasi ya kuepuka vita kamili. Diplomasia inaweza kusaidia kupitia makubaliano mapya ya nyuklia, mazungumzo ya kikanda au ushawishi wa mataifa makubwa duniani. Lakini changamoto kubwa ni ukosefu wa uaminifu kati ya pande hizi. Mgogoro kati ya Iran na Israeli na Marekani ni moja ya migogoro hatari zaidi katika siasa za kimataifa. Ni mgogoro unaochanganya siasa, dini, rasilimali za nishati na teknolojia za kijeshi. Athari zake zinaweza kufika kila kona ya dunia. Kwa hiyo kile kinachotokea katika Mashariki ya Kati hakibaki Mashariki ya Kati pekee, kinakuwa suala la dunia nzima. Na swali kubwa ambalo halijapata jibu ni hili: je, dunia inaweza kuzuia mgogoro huu usigeuke kuwa vita vikubwa zaidi katika historia ya kisasa? Au tunaelekea katika zama mpya za ushindi mkubwa wa nguvu za dunia? Tuandikie kwenye comment hapo chini. Pia usikose kusubscribe, kulike na kukomenti. Mimi sina la ziada, tukutane katika vipindi vinavyokuja. Bye bye.